Hali gani ndugu mpenzi msikilizaji wa Ajira Update. Niko hapa kuwahabarisha habari mbalimbali za ajira, lakini tunatambua ya kwamba watu wengi tunasubiri ajira za polisi. Lakini ninaomba niwaase kitu kimoja. Kusubiri ajira za polisi isiwe kishawishi cha wewe kudanganywa na mtu uweze kutoa pesa yoyote ama kitu chochote ili uweze kufanikiwa kuajiriwa na jeshi la polisi. Naomba ninukuu taarifa ambayo hapo nyuma ilitolewa na TBC wakiwa wametoa taarifa ambayo ni siku mbili zilizopita kwamba kuna askari aliyekuwa anatuhumiwa kuahidi ajira feki kwa watu mbalimbali. Ninaomba ninukuu hiyo taarifa, nisikilize kwa makini. Polisi mkoani Ruvuma wanamshikilia Michael Jackson Hinju mwenye umri wa miaka 58 aliyewahi kuwa askari la jeshi la polisi kwa tuhuma za kujifanya afisa mwandamizi wa serikali na kutumia majina ya viongozi wa kitaifa kuwashawishi wananchi kwa ahadi za kuwapatia ajira katika taasisi mbalimbali za kiserikali. Mtuhumiwa huyo alikamatwa Agosti 5, 2026 katika nyumba ya kulala wageni baada ya jeshi la polisi kufanya uchunguzi kufuatilia malalamiko yaliyowasilishwa na wananchi waliodai kulaghaiwa na mtu huyo. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa huyo aliwarubuni baadhi ya waathirika kwa kuahidi ajira katika taasisi mbalimbali zikiwemo ofisi za wakuu wa wilaya, uhamiaji, jeshi la ulinzi la wananchi yani JW namaanisha JWTZ, usalama wa taifa na jeshi la polisi. Kisha kuwatoza fedha kuanzia shilingi milioni 1 hadi milioni 6. Baada ya kukamatwa, polisi mkoani Ruvuma walifanya upekuzi na kubaini nyaraka mbalimbali zikiwemo vyeti wasifu yani CV za waombaji kazi kadhaa pamoja na vielelezo vya miamala ya fedha vinavyodaiwa kuhusishwa na tuhuma hizo. Aidha, uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mtuhumiwa Hinju aliwahi kuwa askari wa jeshi la polisi kabla ya kuacha utumishi huo mwaka 2000 kutokana na masuala ya kinidhamu. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limesema uchunguzi unaendelea ili kubaini iwapo kuna mtu mwingine walio katika mtandao wa mtuhumiwa huyo katika utapeli wa watu. Mwisho wa kunukuu. Kwa nini nimeamua kukusomea hii taarifa? Kwa sababu watu wengi tuna haraka na tunatamani tupate ajira katika majeshi mbalimbali au sehemu mbalimbali. Hivyo, haraka zetu na uhitaji wetu usitufanye tukawa ndio msukumo, ule uhitaji usiwe msukumo wa sisi kuingia katika vikwazo kama hivi ambapo utapeli kama huu unaweza kutukuta. Niamini ya kwamba ajira zinatangazwa online official kabisa. Kwa hiyo tusubiri mpaka tangazo litakapotangazwa. Kwa maana hiyo tuwe makini. Hata mimi leo hapa nimepokea message ambayo ni kwa njia ya simu. Kuna mtu ambaye amenitumia, ni tapeli, amenitumia meseji kwa njia ya simu, anasema kwamba
Ngoja nitafute hapa ndugu zangu. Yote hii tunahabarishana ili tuweze kupata ufahamu. Anasema kwamba habari za siku ndugu yangu, ile nafasi ya kijana kujiunga na jeshi yani JKT imepatikana, tuwasiliane haraka. Sasa mtu kama huyu anatafuta bahati yake ili mtu aweze kujichanganya, aweze kumtapeli. Ni wajibu wangu kukujuza taarifa kama hizi ili uwe makini na utambue ya kwamba matapeli ni wengi mjini. Asante, hii ni Ajira Update, ndiyo habari ya mjini. Chao.